Iko aina nyingi za mikataba. Yes. Lakini tutazungumzia aina 5 za mikataba. Aina 5 za mikataba. Ndio. Kwa hiyo na hiyo mikataba tutazungumzia na madhara yake na kisha tutazungumzia na namna ya kuivunja. Yes. Lakini iko mikataba yenye faida. Na iko mikataba mibovu. Yes. Kwa hiyo sisi tutazungumza na mikataba mibovu. Kwa hiyo tunaona mkataba wa kwanza unaitwa deni. Huo ndo mkataba wa kwanza. Unaitwa deni. Kwa hiyo kuna aina nyingi za mkataba. Kwa hiyo ahadi nayo ni mkataba. Yaani unaweza kumwambia tu kwamba mimi bwana nitakuoa. Yes. Ni mkataba. Yes. Usipomuoa mkataba huo unakutafuna yako yote. Sawa. Kwa hiyo yule uliyemwaahidi anaweza karudi kwenye ule mkataba. Aliniahidi. Yes. Atanioa. Na akakaa hapo. Na akakuumiza. Yes. Yaani kila unakokwenda na akasema mimi naomba bwana asifanikiwe. Yes. Kwa sababu huyu tuliahidiana. Mimi amenipotezea muda. Kwa anakaa hapo kwenye mkataba. Kwenye mkataba ambao unaitwa ahadi. Kwa hiyo kuna watu leo ndoa zao zinasumbua kwa sababu ya mkataba wa ahadi. Kwamba aliahidi watu 7. Na hao watu 7 wote wanamnenea mabaya. Haleluya. Yaani kila mtu ananungunika kwa ajili yake na ana uhalali wa kunungunika kwa sababu ya ule mkataba aliyekuwa ameahidiwa. Kwa hiyo anakaa pale. Tena mwingine anaandika na tarehe, wengine wana netbook. Kwa hiyo anakuumiza kwa mkataba. Na ndio Biblia inasema mmekamatwa na kutegwa kwa maneno ya kinywa chenu. Na Biblia ikasema mauti na uzima uko ndani ya ulimi wa mtu. Wewe ulitumia ulimi ukaingia mkataba. Na bila kujua leo unakuumiza. Amina. Kwa hiyo Bryson, wewe mwenyewe unaweza kujipima. Uliingia mikataba mingapi mpaka unafika umri huu? Kwa hiyo kuna mikataba inatakiwa kuvunjwa. Bryson, naona ulicheka hata siku ile sana. Kwa hiyo unajaribu kuona namna ambavyo mikataba hii inawatafuna watu. Na kuna wengine, kuna mikataba inaitwa uchawi. Unaitwa uchawi. Kwa hiyo huo ni aina ya mkataba wa pili. Unaitwa uchawi. Uchawi ni agano. Uchawi ni nini? Agano. Kwa hiyo sasa mtu anaingia kwenye uchawi. Kwa hiyo uchawi ni mkataba. Na huwa wanaingia mkataba. Wanaingia mkataba na shetani. Wanaingia mkataba na nani? Na shetani. Kwamba nitakutumikia na viapo vyao ni vikubwa. Na ndio maana mchawi hata ungelimfungia kwenye chumba cha mateso, umwambie aongee siri, aongei. Kwa sababu ule mkataba ni mzito. Anaambiwa siku utakayoongea unakufa. Yaani siku utakayoongea hizi siri umeondoka. Kwa hiyo kuna watu wana matatizo wanaishi nayo ila hawamwambii yeyote. Yaani hata kaka yako bro unakiwa kwenye mkataba, hata mwambie bro naomba uniambie mimi yako kuna kitu gani, akwambii. Kwa sababu kile ni kiapo. Kwamba siku utakapoongea umeondoka. Umefanyaje? Umeondoka. Kwa hiyo huo unaitwa mkataba. Hiyo mikataba ni ya uchawi. Hiyo mtu anafanya mkataba na shetani. Ndio hiyo mikataba inaitwa ya Illuminati, mikataba ya Freemason, mikataba ya vyama vya siri. Kwa hiyo hiyo ni ya mtu na shetani. Kwa hiyo hao watu wanakuwa wao hawana uwezo wa kuongea mahali popote. Kwa hiyo hiyo ndio mikataba tutaishughulikia kuivunja siku ya Jumapili. Haleluya. Na mkataba mwingine unaitwa mkataba mwingine ni hatari sana ndugu yangu. Mkataba mwingine ni hatari huo. Unatisha. Huo mkataba wao watu wanaingia pasipo kujua. Huo mkataba unaitwa sadaka. Yaani kuna mkataba unaitwa sadaka. Sadaka unayoiona ni mkataba. Yaani sadaka ni mkataba kati ya mtu na yule anayemtolea. Kwa hiyo wengine wana mikataba kwa mashetani. Wana mikataba kwa mashetani. Ukisikia tambiko, mtu anaenda kwenye tambiko, maana yake anakupeleka kwenye mikataba ya wewe na shetani. Kwa hiyo inaitwa tambiko. Kwa hiyo utagundua kwamba hata vijijini kuna watu wanafanya matambiko. Kwa hiyo ile ni mikataba. Waliwaingiza hadi watoto. Biblia inasema Zaburi ya 106 anasema kwamba wakawatoa binti zao kwa mashetani wawe sadaka ya kuteketezwa. Anasema wakamwaga damu
damu zisizo na hatia. Hallelujah. Yani unaona mkataba. Yes. Yani unajikuta binti wa watu wamezaliwa yani, lakini kumbe baba yake aliingia mkataba na mashetani na akamtoa kwa shetani. Kwa hiyo unajikuta na miaka 30 amekufa. Ana miaka 40 amekufa. Isipokuwa yeye hana kosa, ila babu yake aliingia kwenye mkataba. Hallelujah. Akajitoa yeye na uzao wake. Kwa hiyo shetani anakaa kwenye mkataba. Tulichokubaliana. Na ndio hata hawa wanaokaa kwenye vyama vya wachawi wakiwa leo wanakula kwa huyu, kesho wanakula kwa huyu. Usifikirie wewe utachagua kwamba jamani huyu ambaye hana akili ndo aliwe. Yanakuja yule ambaye amesoma, ana degree. Anasema bwana, safari hii ni zamu yako. Tutamla huyu. Anachagua kama jogoo, tutamla huyu hapa. Hata unasema wewe unakula kwa wenzako. Sisi hatutaka aliyekonda. Alionona. Yanafungua mkataba. Yanaambia huyu tulikubaliana. Kwa hiyo ndio anasema wakawatoa kwa mashetani. Tutavunja hiyo mikataba. Mkataba wangapi huo? Mkataba wa 4. Mkataba wa 4. Kuna mkataba mwingine unaitwa wa damu. Mkataba wa damu. Yani mkataba wa damu manake ni mkataba anaofanya mtu anayetoa na yule anayepokea. Yani anayepokea ili jambo fulani lifanikiwe au lifanyike lazima imwagike damu. Huo unaitwa mkataba wa damu. Mkataba wa damu. Sasa mkataba wa damu yani wenyewe ni kwamba mtu anajitoa yeye. Anajitoa yeye. Na anasema hivi, mimi ninamtoa labda mwanangu. Mwanangu wa pekee akafe. Afanye nini? Akafe. Yani imwagike damu ili mimi niwe tajiri. Imwagike damu ili mimi nipate cheo. Kwa hiyo unaitwa mkataba wa damu. Na mara nyingi mkataba wa damu huwa wajitoi wao wanaoingia mkataba. Wanawatoa watu wa karibu yao. Kwa hiyo unaweza kuwa unatembea huku umetolewa na jamaa. Umetolewa sadaka, limeingia mkataba wa damu. Tutavunja mikataba ya damu. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Unaweza kuna mama mjamzito lakini kumbe kuna lijamaa huko limetoa mkataba wa damu. Kwamba akijifungua mtoto afe. Yani lenyewe limeingia mkataba wa damu ili lifanikiwe. Nasema hiyo mikataba tutaivunja. Kwa hiyo mkataba wangapi huo? Mkataba wa 5. Hiyo itakuwa mikataba 5 tutakayoizungumzia siku ya Jumapili.